Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimekuwa zaidi ya taasisi ya elimu. Kimekuwa nyumbani, kimbilio na tumaini jipya kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa miaka ya hivi karibuni, idadi ya wanafunzi hawa imeongezeka kwa kasi kubwa mno. Hii ni ishara ya mafanikio, lakini pia ni changamoto kubwa: kuwahudumia wote ipasavyo, uchache wa rasilimali na kuhakikisha ndoto zao hazizimwi kwa ukosefu wa vifaa. Licha ya changamoto hizi, Chuo Kikuu cha Dodoma hakikusita kupaza sauti kwa niaba yao. Mnamo mwaka 2023, chuo kilichukua hatua ya ujasiri kuzindua kampeni ya fundraising. Kampeni hii ilianza rasmi mwaka 2023 mwezi wa Novemba. Ilianzishwa kwenye mkutano wa jumuiya ya wahitimu uliofanyika kwa mwaka huo, na dhumuni kubwa ni kuweza kutafuta na kukusanya wadau mbalimbali wakiwemo wajumbe wa jumuiya, kuweza kuunga mkono juhudi za Chuo Kikuu cha Dodoma za kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa kwa wanafunzi wote ni sawia, hata kwa wale wenye mahitaji maalum wanapata uwezo na nafasi ya kujifunza sawa na wanafunzi wasio na mahitaji maalum. Na kupitia kampeni hii tumepata vifaa mbalimbali mpaka sasa ambavyo tunaweza kuvikabidhi vikaanza kutumika na wanafunzi hao wenye mahitaji maalum. Tumepata hivyo vifaa kupitia michango ya wadau mbalimbali, kwanza kabisa wakiwemo wanajumuiya wa jumuiya ya wahitimu, wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dodoma na hata wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini tulipata fursa ya kushirikiana na taasisi ya TISEZA, Tanzania Investment and Special Economic Authority, ambayo mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma, katika sehemu ya kuangalia namna ya kurudisha fadhila nyumbani katika chuo mama. Aliweza kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma kutafuta wadau mbalimbali ambao waliweza kujitolea na kuweza kufanikisha kupatikana kwa vifaa hii. Kampeni hii ilianza ikiwa na lengo la kutafuta milioni 300 na zote ni kwa ajili ya kununua vifaa vya wanafunzi hawa. Mpaka sasa tumefikisha kukusanya kiasi cha shilingi milioni 143. Kutoka kwa wadau walioguswa na simulizi hizi, vifaa mbalimbali vya kujifunzia vilianza kupatikana. Vifaa ambavyo si chuma wala plastiki peke yake, bali ni funguo ya maarifa, ni mwanga wa matumaini. Tayari tumeshapokea viti mwendo au wheelchair 3 ambazo ni advanced electronic wheelchair, lakini pia tumepokea kompyuta laptop kwa ajili ya wanafunzi wenye changamoto ya uoni na wale wenye changamoto ya viungo hasa wasioweza kuandika. Ila pia tumepokea mafuta maalum sunscreen lotion 250 kwa ajili ya wanafunzi wenye ualbino. Lakini pia tumepokea wanaita shime sikio, hearing aids. Hii ni kwa ajili ya wanafunzi wenye changamoto ya usikivu. Hivi vifaa tumepokea vifaa 11. Ni gharama sana, ni programmable. Kwa hiyo mwanafunzi yoyote ambaye ana changamoto ya usikivu anaweza kutumia hiki kifaa, ila kwa ushauri wa daktari. Vifaa hivi vitaboresha mazingira ya kujifunza, vitaongeza kasi ya uelewa na vitawawezesha wanafunzi hawa kushindana kwa haki na wenzao. Kupitia matumizi sahihi ya vifaa hivi, chuo kinaamini kuwa hakuna ndoto itakayocheleweshwa wala uwezo utakaopotea. Najisikia vizuri sana kwa hata vifaa hivi. Vifaa vinanihamasisha niweze kusoma kwa bidii, niweze kufikia ndoto zangu. Kuna sehemu nyingine ungefika ingekuwa ni shida kufanya vitu kama hivi, lakini mahali hapa ni pazuri, pananisaidia mimi kuweza kufikia ndoto zangu kutokana nimepata vifaa vya kutosha. Sikutarajia kwamba nikifika UDOM nitapata msaada kama huu, kwamba watu wanagaiwa wheelchair, wanagaiwa vitu vya kuwasaidia kuweza kusikia. Yaani hii shoti nimefurahi sana kwa sababu hii ni nafasi ya kipekee sana UDOM wanatugaia sisi watu wenye mahitaji maalum. Tunapenda kuwashukuru sana kwa kutuletea hivyo vifaa. Tunawaahidi kwamba tutavitumia vizuri na vitatusaidia pia kwenye masomo yetu. Leo Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimeendelea kuwa kimbilio la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Sio kwa sababu ya majengo pekee, bali kwa sababu ya huduma bora, moyo wa kujali na mshikamano wa wadau. Safari bado ni ndefu, mahitaji bado ni mengi, lakini kila mchango mdogo au mkubwa ni hatua ya kuandika historia ya matumaini. Jiunge nasi, changia,
badili maisha. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine, bye bye.